Unaenda kuoa kwenye familia ambayo kwanza mama wa familia ile alishautelekeza mji wake, akaondoka na watoto wake, amewalea yeye peke yake. Pili, unakaa na huyo mchumba wako mtarajiwa, unaona viashiria na yeye vya kutokupenda kutawaliwa, unaviona kabisa. Tatu, mwanamke huyo anakusimulia stori za dada zake, pengine anakwambia dada zangu wengine waliolewa walishindwa kudumu kwenye ndoa, na wengi wao labda wamejipangia, wanaishi wenyewe. Yaani wameondoka nyumbani kwa mamao. Sio kwamba kuna nini, sio kwamba wameajiriwa, sio kwamba kuna mazingira ambayo yamewalazimu. Ni vile tu wameadapti kale katabia kakuishi peke yao. Yaani kwa vile walimuona mama anaishi peke yao, na wao wameiga kale katabia. Wanaenda huko wanajipangia, wanaishi wenyewe. 4, unasikia story pia kuhusu wadogo zake na huyo binti, akikwambia labda wengine wamezalia pale nyumbani, ama wengine wana tabia mbaya. Ama asipokuhadithia, wewe mwenyewe tu unaona wadogo zake jinsi walivyo, unagundua kwamba wamelelewa mazingira fulani hivi ya uhuru wa kupindukia. Unaona wamelelewa katika mazingira ambayo hayana maadili, ni kama watu waliokuwa wanaachiwa sana uhuru. Mwisho wa siku wewe unaamini kwamba utakuwa salama ukishamuoa huyo mchumba uliye naye. Na yeye ulikuwa unamuona kabisa anakwambia mimi sitaki shida mapema kabisa. Mimi nianze kuolewa niteseke, wewe mamangu anasemaga turudi tu nyumbani. Uzuri sisi wanawake huwa hatujui kuficha. Kuna namna ambavyo kwenye stori zangu tu nitakueleza. Mama yetu sisi alisema dada arudi. Mama alivyoona dada anapitia 1 2 3 akamwambia mwanangu rudi nyumbani. Ukishaona tu stori za vile unazisikia, ndugu yangu, kwa usalama wako usioe hiyo familia. Mwisho wa siku ndiyo mkeo pengine amekubali kuolewa na wewe, lakini kuna maisha ambayo yatakushinda wewe, mtashindana wewe na yeye. Yeye ameshazoea mazingira ya kukaa kwa uhuru. Ameshamuona mama yake jinsi anavyojitawala, dada zake jinsi wanavyojitawala, na mama wao amewafundisha ubaya ambao wanaume wanao. Mama yao kila siku anawaambia usikubali kuteseka. Usikubali mwanaume afanye hivi na hivi. Usivumilie mambo ya kipumbavu. Ondoka. Wewe unatarajia huyo mwanamke utadumu naye kwenye ndoa. Mimi nakwambia shauri yako. Hivi vitu usipoangalia kwa makini utahisi kama ninaongelea ubaguzi, lakini huo ndio ukweli halisi hasa. Mimi nikishakana mwanamke anavyoongea, huwa nakimbilia hata kumuuliza, wewe umelelewa na mama peke yake? Unakuta jibu analonipa ni ndio. Kwa hiyo mimi mwenyewe nimeshafanya uchunguzi, najua mabinti waliolelewa na mama peke yake na mama alitelekeza mji wake, wanakuwaga na shida. Wanakuwa na shida kweli kweli. Binti hajawahi kuolewa, binti hajawahi kuishi na mwanaume, lakini anakwambia mimi siwezi kumwamini mwanaume hata siku moja, kwa sababu ya mafunzo ambayo anapewa na mama yake. Unaendeje kuoa familia ambayo mabinti wamekuzwa kwenye mtazamo wa kuona kama wanaume sio watu wazuri, mtazamo wa kuona kujitawala ndio kitu muhimu kwenye maisha yao, mtazamo wa kunyong'onyeza jinsia nyingine. Mama anapowapa watoto mtazamo kwamba wanaume sio wa kuamini, wanaume sio wa kufanya hiki, wanaume sio wa kufanya kile, usivumilie upumbavu, mwisho wa siku nini kinajengeka kwa watoto hao? Unaenda kuoa familia ambayo we madudu umeshaanza kuyaona mwanzoni kwenye stori za mchumbako. Yaani unapoenda kuoa, hata kama familia ya mchumbako iko mbali, jaribu kupeleleza kwenye stori upate picha hasa ile familia ni familia ya namna gani. Ukishasikia dada zangu sijui amejipangia, dada zangu sijui wadumu kwenye ndoa, wengine sijui wamezalia nyumbani, tumelelewa na mama peke yetu, ndugu yangu, kimbia kwa usalama wako. Utakuja kulia kwenye hiyo ndoa na ukose msaada kwa mtu yoyote. Kwa sababu utakapotamani kumshirikisha mama naye hawezi kuwa upande wako, mama wa binti. Tayari yeye ni mtu ambaye hataki kukubali mtoto wake ateseke kwenye ndoa. Hata kama zitakuwa ni changamoto ndogo ndogo, yeye atalinganisha na yale mambo ambayo aliyapitia yeye kwenye ndoa yake. Yale makasiriko atayaleta kwako. Mimi nakwambia, ukishaona pana kasoro unapoenda kuoa, usije ukafikiri kasoro hiyo inakuwa kwa mtu mmoja. Hicho huwa kinakuwa kijimzizi, kinatembea. Na ndio maana mimi nitawasihi sana hata wanawake ambao wameolewa, kama kuna vitu vidogo vidogo ambavyo unaweza kuvichukulia udhaifu kwenye ndoa yako, endelea kubaki kwenye ndoa yako, kwa sababu mwisho wa siku hivi vitu tunatengeneza trauma mpaka kwa watoto wetu. Wanashindwa kuja kuolewa, wanashindwa kuja kudumu, hata kama wakipata wanaume wema wanashindwa kuja kukaa, kwa sababu wanaiga zile stories za sisi wazazi wao tuliotangulia. Mwisho wa siku mtoto atapitia kitu kidogo, anataka awe kama wewe, hata kama wewe ulipitia jambo dogo.
Kwa hiyo mimi nakwambia ukweli, asilimia kubwa mabinti waliolelewa na mama zao peke yao, yaani mama aliwalea yeye kama yeye, wana shida, tena shida kubwa sana. Kwa hiyo wewe ukienda kuishi na binti wa namna hiyo, jipange. Atakapotaka wewe uishi na yeye kwa usawa, utakubali. Atakapotaka yeye kukataa kitu ulichompangia wewe, inabidi ukubali. Mwisho wa siku, kama hutaki hivyo, hamwezi kuendana, mtashindana. Familia nazo ni muhimu kuchunguza. Wewe unaendaje kuoa familia ambayo mabinti hawadumu kwenye ndoa? Unaendaje kuoa familia ambayo mama wa familia anawahubiria watoto wake kila siku kwamba usije ukavumilia kitu chochote mwanaume akakunyanyasa? Unaenda kuoa familia ambayo unaona wazi kabisa hawa mabinti tayari wameshalishwa madudu hawa. Vichwa vyao vitakuwa haviko sawa. Matokeo yake unakuta mkeo anakuja kuvunja ndoa kwa sababu za kipumbavu, kwa sababu za kijinga, kwa sababu tayari alisharithi hiyo tabia kutoka kwa mamake. Mimi nawaambia wanaume, shauri zenu.